Bana, huwali gani na karibu kwenye anga la kimichezo. Sisi siku zote uketi kitako kuzungumza yale yanayohusiana na mpira wa miguu. Hususan jana kulikuwa kuna mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mara baada ya dakika 90 tulipata wasaa kuzungumza na Heavyweight, na usiku wa leo ipo taarifa ambayo imenisogeza karibu zaidi na Heavyweight. Kubwa hasa ni kutokana na kile ambacho kilijiri katika mchezo wa jana. Nianze kwanza kwa kujua hali yako kabla sija kujuza kile ambacho mimi nimekiona kwenye mitandao ya kijamii. Huwali gani? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Asalamu alaykum. Wa alaykum kaka. Uko vizuri? Bana, mimi nikupitishe kwenye taarifa ya afisa habari wa Singida Black Stars anaitwa Hussein Masanza. Anasema baada ya kujiridhisha kuna matukio hayakuamuliwa kwa haki kwenye mchezo wetu dhidi ya Simba Sports jana, tumewasilisha rasmi barua ya malalamiko kwa mamlaka husika kwa mujibu wa kanuni na kueleza msimamo wetu kama klabu, yani wao Singida Black Stars. Tuanzie hapo, jana ulingamua, lakini bado watu wamekuwa na hisia za sintofahamu kutokana na maamuzi ya Heri Sasi. Maamuzi walioyafikia wao kama klabu, nadhani wapo sahihi kuchukua hatua zaidi za kwenda TFF ili swala liweze kungamuliwa. Of course wapo sahihi kwa sababu kikanuni wapo sahihi kwamba ukiona kuna mambo ambayo hayajakuridhisha kwenye mchezo unaruhusiwa kutoa malalamiko. Unatakiwa tu uzingatie vitu ambavyo vipo kwenye kanuni, ikiwemo kuandika kwa maandishi, kupeleka malalamiko, na of course kuna timeline pale ambayo ina guide kwamba wewe unatakiwa utoe malalamiko muda gani, umeelewa? Nafikiri ni masaa yasiyopungua of course yasiozidi 72, sio yasiopungua, yasiozidi 72, na unatakiwa uaddress kile ambacho unakilalamikia pale kwa maandiko na ukipeleke kwenye bodi ya ligi. Maana yake na wao bodi ya ligi watapeleka kwenye vyombo vingine kama wataona inafaa, lakini hata wao wana uwezo pia wa kutoa maamuzi. Kwa hiyo wapo sahihi kikanuni, lakini mimi ambacho nina doubt nacho kwenye hiyo taarifa ni mwishoni kabisa kasema kwamba wao kama klabu watatoa msimamo. Sasa yani hicho ndo kitu ambacho mimi sikielewi, yani kwamba ushapeleka malalamiko. Unajua unapopeleka malalamiko maana yake ni kwamba unategemea watu kwanza wayapokee malalamiko yako. Sijui umenielewa? Kama utanielewesha maana kama unaona nakosea, lakini mimi kwa uelewa wangu naelewa kwamba malalamiko ukishapeleka sehemu yanapokelewa kisha yanasikilizwa. Yakishasikilizwa yanatizamwa, je, yana mashiko kabisa? Si unanielewa? Alafu baada ya kuwa na mashiko, kwa sababu pia hata wao wapokeaji malalamiko kwenye kanuni ukisoma zinaeleza kwamba wanaweza kutumia mpaka siku 14, maana hizo ni zaidi ya wiki 2 ku review na kutoa majibu. Si unanielewa? Kwa hivyo wataangalia malalamiko, je, yana make sense? Okay, ya malalamiko yana make sense. Wanalalamika nini? Labda penalty. Wanalalamikia penalty. Okay, kweli zilitokea penalty. Kwa hiyo wanacholalamika wao ni nini? Sababu lazima uaddress kwamba tunaona hivi na hivi, lakini mwisho wa siku tu niwaambie au Singida kwamba of course malalamiko yanaweza kaleta impact kwa namna fulani, kwamba kikubwa wategemee labda muamuzi Heri Sasi akija kuonekana kweli ana hatia, basi anaweza akakutana na adhabu. Umeelewa? Lakini si kwamba eti ita affect matokeo, kwamba labda matokeo yafutwe au nini. Hakuna kitu kama hicho. Labda Simba kuporwa. Hakuna kitu kama hicho. Maana yake Simba wao hawahusiki na makosa ya maamuzi. Ni kitu ambacho kinajulikana kwa sababu mara nyingi muamuzi akifanya blunder anaadhibiwa muamuzi, sio timu. Sio, umeelewa? Itabaki kunufaika na alama zake tatu. Sasa mimi nafikiri, umeelewa, sio kwa ubaya, lakini nafikiri kwanza of course mechi inaonekana kweli walikuwa wanaitaka, kwa sababu mimi nilivyoangalia kikosi chao mimi nilitegemea kutakuwa kuna rotation, kwa sababu katika mchezo wao dhidi ya Yanga walifanya rotation kubwa na walisema kwamba wao wana kawaida ya kufanya rotation kwa sababu pia wana kikosi kizuri, wana wachezaji wengi ambao wanaweza kucheza mechi kubwa. Kwa hiyo nilitegemea kuona rotation ikiendelea. Okay. Sasa kwa kitendo cha kuonesha kwamba hawakufanya rotation, unaelewa, maana yake ni kwamba mechi walikuwa wanaitaka. Sasa kwa sababu mechi walikuwa wanaitaka na matokeo hayakuwa upande wao, wakafungwa goli 1-0, wamejikuta wakigagazika, na ndo wanaanza kuanza kupeleka sasa malalamiko na nini. Lakini niwaambie, labda niwashauri, kwa sababu mimi nimekuwa mtu wa kutoa ushauri, ni kwamba malalamiko mara nyingi yanapoteza muda. Jambo la kwanza watu wabidi waelewe, kuna vitu vya kufanyia follow up.
Umeelewa? Kuna details utabidi utoe, sijui na nini na ni, kwa kifupi kuna mambo mengi. Umeelewa? Sasa wana muda wa kupoteza muda? Hapana, kwa sababu tayari kuna mchezo tarehe 31 nusu finali ya kombe la FA, na huyo ambaye wanamlalamikia ndo wako naye. Kwa hiyo psychologically wanaweza wakajitoa mchezoni wao wenyewe, au maybe wanaweza kwa wanatumia zile mbinu za kinaukwa zile kwamba tukifanya hivi na labda tutamtia pressure muamuzi anayekuja mwingine wa kuchezesha nusu finali, au tutawatoa Simba mchezoni au nini. Hizo ni mbinu za akina, kwa sababu haziwezi kufanya kazi kwa timu kongwe kama haiwezi kufanya kazi kwa timu kongwe kama ya Simba Sports Club. Kwa hivyo ningewashauri badala ya kudili na hizi propaganda sijui za tuna nini, au hata kama wamepeleka malalamiko kweli, wangefocus na huu mchezo. Focus iwe kwenye huu mchezo. Haya mambo ya sijui huku na huku, na mimi napenda sana kutoaga haya maushauri kwa sababu moja. Sisi mpira wetu tunauendesha katika imani. Tunaamini kwamba ukifanya hivi utawatoa watu hivi, ukifanya hivi. Lakini kwenye professional leagues huko, ligi ambazo zimeendelea, huwezi kukuta mambo kama hayo. Eti kwamba sijui Manchester City inacheza na Man United, Manchester Derby, usikie sijui kuna huyu kafanya hivi sijui nini kwa ajili ya kumtoa huyu mchezoni. Ni mambo hayo sasa hivi hakuna. Sio, unaelewa? Lakini huku ndo kuna hayo mambo tukifanya hivi hawa wataona hivi tutatoa mchezoni sio. Na ndio maana kitu kikitokea iwe cha serious au cha ajabu, bado watu watakuwa kuna scenario za kufikiria kwamba hii sije kama mind game. Kwa mfano nitakupa mfano kwenye issue ya Derby, kwamba Yanga walivyosema hawachezi, bado kuna watu wako baina. Kuna wengine wanaamini Yanga watakuja kucheza, ile ni mind game ili Simba wasijiandae, jambo ambalo si kweli, kwa sababu mseme hamchezi, mseme mnacheza. Simba atajiandaa vizuri tu. Maandalizi yako vile na makubwa tu, au hayaathiri chochote. Lakini tayari tu kwamba kwa sababu tumeshazoea nchi yetu hii kwamba kuna vitu kama hivyo, kwamba inaonekana mind games, sio mind games, sio nini na nini, tayari manake kuna watu wanakuwa yani akili yao inakuwa inawatuma either inawezekana hawa Yanga watakuja kwenye mechi ila wanafanya mind game, au inawezekana hawaji kweli serious na pengine inaweza ka affect sehemu kubwa ya ligi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tayari nafikiri hata wewe mwenyewe unasikia kwamba inawezekana mind game na nini, umeelewa? Lakini sasa hizi mind game hizi ni mind game mchuzi, tuachane nazo, hazisaidii. Kikosi cha Singida Black Stars kilichocheza jana na Simba Sports, kichukue kikosi hicho alafu kichezeshe na Young Africans, kichezeshe na Azam, kichezeshe na timu nyinginezo zilizosalia huko chini. Unamuona kabisa Singida Black Stars akiwa katika ushindani wa zile nafasi muhimu, either ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu. Achilia mbali nafasi ya 4. Unakiona kile kikosi kwamba kina uwezo wa kuweka ushindani na kupata kile inachohitaji uwanjani, kama haya makando yanayozungumziwa akiwa nje pembeni. Yaani labda ni swali lako naye nikuulize kwamba mfano kikosi cha Singida ukichukue ndo kiwe Yanga, au unamaanisha vile kibaki pale Singida? Pale Singida. Yaani sasa tutoe hizo fitna, tuweke mpira unachezwa kwa haki. Maana hapa umezungumzia mfano Young Africans. Hawa Singida Black Stars walifanya rotation ambayo ilizua gumzo kwenye vyombo vingi vya habari mara baada dakika 90 kumalizika. Na jana pia kumezua gumzo mara baada dakika 90 kumalizika. Sasa kwa nini iwe Singida Black Stars? Nikadhani labda pengine kwa sababu ya kikosi walichonacho. Moja, unaona hiyo nafasi ya hiki kikosi kama kweli mwalimu akidhamiria na malengo ya klabu na wachezaji wakabeba hiyo dhamira, unaona katika hizo nafasi? Unajua Singida Black Stars sio kwamba wana kikosi kibaya. Jambo la kwanza, wana kikosi kizuri. Sawa sana tu, na kuna wachezaji ambao wanaweza wakacheza kwenye timu kubwa. Lakini kwa kusema kwamba ukitoa sijui fitna sijui na nini na kwa sababu mimi huwa hapo tunapobisha hata kwenye Azam FC. Mara nyingi mimi Azam FC akili yangu inaniambia kwamba sio kweli kwamba fitna zinawatoa kwenye mbio za ubingwa. Sio kweli. Umeelewa? Hata kwa Azam, achilia mbali Usingida ni mtoto mdogo tu. Azam FC ni timu ambayo imejidhatiti, umeelewa, kiuchumi. Wachezaji wanapata accommodation nzuri maybe kuliko hata Simba na Yanga. Miundo mbinu. Maana yake hata kwenye wana uwanja wao wa kuchezea mechi, wana uwanja wa mazoezi, wana hostels za kisasa, wachezaji wana
wamekaa kwenye mazingira mazuri. Kwa hiyo wamekuwa wakilalamika kwamba unajua hawapati ubingwa kwa sababu hizi mechi za Simba na Yanga, kwa sababu hizi hao wengine wana mechi ambayo haitakiwi kushinda wanashinda, sio mechi ambazo hazitakiwi watakiwa kutoa sare wanashinda na nini mechi zao Yanga na Azam, Azam na Simba wanabebwa vilabu vikubwa na vitu kama hivyo. Of course kwamba siamini kwenye kwa sababu ukiachana na michuano ya ndani, sawa kuna michuano ya kimataifa. Umeona kwa mfano kama Morocco Morocco kuna timu ambazo ni dominant. Unazungumzia Wydad, Raja, unazungumzia FAR Rabat, labda na maybe na FUS Rabat. Alafu ndo anakuja RS Berkane. Lakini yule RS Berkane ndani alikuwa hadominate, ndo kachukua ubingwa wake wa kwanza, mara yake ya kwanza msimu huu uliomalizika. Lakini nafikiri unaona jinsi ambavyo wanafanya kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Kacheza finali 5. Tena finali nyingi kuliko timu yoyote kutoka Morocco. Umeelewa? Sasa Azam FC nimekuja kwenye Azam, nimetoka kidogo kwa Singida ili nikuonyeshe picha kubwa zaidi, afu nitarudi kwa huyo Singida. Azam FC yeye si anaonewa ndani kwenye shirikisho, mbona anashindwa kuonyesha ule uamba? Kwa sababu kule hakuna atakaye kuingilia. Simba Yanga kule hakuingilii, sio, unanielewa? Kule perform, yani fika finali, nusu, cheza makundi. Mbona Namungo kacheza makundi? Si Namungo ashacheza makundi. Azam kwa nini anashindwa? Kama kweli unahisi unaonewa huku, pambana kwenye mechi za kimataifa tukuone. Umeelewa? Kapata nafasi ya kucheza Champions League msimu huu ameshindwa kuingia hata makundi, katolewa na timu ya uwezo wake APR. Sasa hapo utasema wa huko wanakuonea kule unaona na nani? Tunakuja kwa Usingida. Kabla ya kufananisha na Simba na Yanga, Usingida level yake ni kufananishwa na timu kama Azam FC. Shule tena Azam FC amemzidi Singida bado kwa kila vitu vingi tu. Miundo mbinu, jinsi ambavyo Azam inavyoendeshwa, uwezo kukompea na Singida. Umeelewa? Singida ni kama timu ya ndugu tu. Timu ina undugu na Yanga basi. Yaani haina uwezo kusema ni timu ambayo ipo serious kwamba kuna kitu inahitaji kwenye ligi. Hakuna. Yaani ile ni timu kama ambayo naweza nikasema kama ni tawi tu la timu nyingine. Unahisi ufamilia wa Singida Black Stars na Young Africans kuna vitu vinawaathiri moja kwa moja hususan kwenye michuano kama hii? Of course. Sisi ndio mambo kama hayo. Yaani mambo kama unaenda unategemea mechi ya Yanga na Singida iwe mechi kubwa, unaona huko kuna Maruf Chakei, kuna Jonathan Soa, kuna Bada, kuna Dani, kuna Rupia. Unaenda mechi unawasha TV unakuta watu wako bench wanacheza kina Gadiel Michael, Juma nani sijui. Sasa unategemea kuna nini? Wale ni ndugu. Ndio maana ngasema mimi nimekupa mfano Azam kidogo iko serious ukikompea na Singida. Umeelewa? Azam akienda kucheza na Simba na Yanga kuna mechi unaipata, kuna flavor ya mechi unapata. Singida, mimi nakwambia tena, Singida ni timu ambayo inasindikiza tu, inamsindikiza Yanga. Mchezaji anahitaji labda kuangaliwa ubora wake kwenye ligi ya Tanzania, anataka kwenda Yanga, atapelekwa Singida pale, watampima, wakiona anafaa wanamchukua. Umeelewa? Akiona bwana huyu vipi? Kiongozi wa Yanga labda amefeli huko, anapelekwa Singida kupata experience pale, anatupwa kule. Sijui goalkeeper wanataja, kuna kipindi walikuwa wanahitaji goalkeeper, wakamchukua goalkeeper pale kwa mkopo, wakamtumbukiza Yanga pale. Vitu vya ajabu ambavyo naweza nikasema ni vitu ambavyo vinaonekana by the way kwenye ligi. Sio kwamba watu hawavioni, lakini basi tumechagua tu kukaa kimya na ndio maana zikitokea kama hivyo jambo, wakiona Singida wameonewa na Simba, wanakuwa wakali, kwa sababu pia kuna orders kutoka serikali kuu. Serikali kuu ndo Yanga sasa. Serikali kuu Yanga inapeleka orders direct kwa serikali ndogo ndo Singida. Kwa bwana nyinyi vipi, mbona mmeshindwa kumzuia huyo jamaa? Bana unajua bosi, unajua unaona penalty. Tumenyimwa penalty. Tumenyimwa penalty sinaona. Sasa simlalamike. Lalamikeni mapema ili mechi ya nusu finali mkashinde. Mkilalamika sasa hivi muamuzi anayekuja atakuwa makini zaidi. Mtashinda. Serikali kuu inaamini kwamba yule Singida anaweza kumfunga Simba. Hamna kitu kama hicho. Sawa, hata zichezo mechi 10 mfululizo kati ya Simba na Singida, fairly Simba watoe macho. Unajua Simba wametoka kucheza na RS Berkane. Nafikiri unaelewa ratiba ilivyokuwa ngumu. Umetoka kucheza mechi kama ile,
alafu unakuja unakaa siku mbili unacheza na Singida. Nafikiri unaelewa, kwa watu wa soka wanaelewa jinsi gani ambavyo wachezaji wanakutana na hiyo changamoto ya recovery na vitu kama hivyo. Kwa mtu wa mpira ndo anaelewa. Unajua mtu mwingine anaweza asielewe, lakini kwa mtu wa mpira anaelewa. Lakini tuzungumzie timu zote zimerelax. Kati ya Simba na Singida, timu zote zimerelax. Ndugu yangu, Singida hana uwezo wa kumfunga Simba. Na hata ukiangalia wachezaji, nafikiri sakata kubwa linakuja kwenye wachezaji. Mchezaji ambaye analiliwa zaidi na vilabu vikubwa pale sana ambaye anaimbwa sana ni mmoja, ni Jonathan Soa. Hao wengine si wabaya, ila kwa hizi timu zetu za Simba na Yanga zina wachezaji wazuri katika hayo maeneo mengine ambayo Singida wana wachezaji wazuri. Sio, unanielewa? Kwa mfano kama, subiri utaongea, tunamalizia point. Kwa mfano labda mtu kama Maruf Shakei. Maruf Shakei ana uwezo wa kucheza kama winga, ana uwezo wa kucheza kama namba 10. Unajua alipokuwa Vita Club alikuwa anacheza namba 10. Huku mara nyingine na anacheza zaidi winga. Namba 10 ya Sabada, si ndio? Maruf Shakei kwenye winga akienda Simba pale kuna Eli Mpanzu, umeelewa? Namba 10 kuna Jean Charles Ahoua, kuna Kibu Dennis kwenye mawinga, kuna Joshua Mutale ambaye naye performance. Kwa hiyo kiongozi hawezi kuinvest pesa yake kwa mtu kama yule kwa sasa hivi. Ila kwenye upande wa striker anaweza akachukua Jonathan Soa kwa sababu anaona kidogo anaweza akaleta competition nzuri compare na wa striker waliokuepo. Ukija kwenye sijui eneo la namba 6, sijui kuna Kevin Nash labda na Morichuku. Sasa utakompea na vilabu vya huko na Kago, huku kuna Aucho, umenielewa? Kuna Duke Abuya, kuna yani viungo wakati wapo wengi, kuna Mudathiri ambao pia anaweza kucheza namba 6, namba 8, namba 10. Mtu hawezi akaona haina haja kumchukua huyu ukainvest pesa kwa huyu wakati wengine wapo. Umenielewa? Kwa hiyo ndio maana nikasema si wabaya, ila si sawa na unavokompea na wachezaji wa Simba. Ila kuna kile kiutamaduni cha kuamini kwamba Simba na Yanga hata kama mchezaji akiwa na kiwango cha kawaida ataonekana mzuri. Si kweli. Unaweza ukaja hapa na matakwimu yako mengi tu kwenye vilabu hivi viwili na ukaonekana si chochote, si lolote, na ukaondoka na matakwimu yako. Mfano kuna mchezaji alikuwa anaitwa Juma Balinya, alikuwa top scorer wa ligi kuu ya Uganda kabla ya kuja Yanga. Baadaye amekuja Yanga akashindwa kuperform vizuri. Umeelewa? Kuna mchezaji kama ile Somba Onana alifunga magoli kule kwenye ligi ya Rwanda, magoli 21 kwenye michuano yote ya ndani. Akaja hapa, of course alikuwa ingia toka mwisho siku Simba wakatemana naye. Kwa hivyo niwaambie kwamba Singida sio timu ni timu ambayo haipo serious by the way. Na mwishoni kwenye hiyo malalamiko ya Masanza, nimwambie tu huyu Masanza, sawa, yeye kapeleka malalamiko atulie, kwa sababu yeye anapeleka malalamiko kama mtoto mdogo kwenye ligi. Umeelewa? Yaani malalamiko ambayo anapelekwa na Simba na Yanga kwenye kamati hizi za TFF na sijui kwenye hizo vyombo vya usimamizi wa ligi sijui TPLB. Ikipeleka Simba au Yanga uzito unavochukuliwa si sawa na Singida. Singida ni mtoto mdogo tu ambao faili lake linawekwa kule, watu wanakunywa kahawa kwanza, wanasikiliza wanaweza wakaamua chochote na wasifanye chochote. Sasa mwishoni kuandika kwa kejeli na dharau kwamba sisi kama klabu tutatoa msimamo gani? Wewe tulia hapo, malalamiko yako yasikilizwe, upewe majibu yako, upotee kama kweli umelalamika. Lakini kwa kusema utatoa msimamo gani utakao? Atatoa msimamo gani? Klabu itatoa msimamo gani? Msimamo kama una msimamo simtoe, mnapeleka malalamiko kwa nini? Mtu mwenye msimamo alalamiki. Of course ushe kusikia mtu mwenye msimamo analalamika. Mtu mwenye msimamo anatoa msimamo wake, alafu wewe mwingine kama hauna msimamo ndio utamlalamikia. Maana yake mwenye haki ya kutoa msimamo ni nani kwa tafsiri hiyo? TPLB. Bodi ya ligi maana yake. Watu wasioelewa TPLB, bodi ya ligi. Hiyo ni kifupi cha Tanzanian Board, Premier League Board. Kwa hiyo Masanza, kaa kwa kutulia. Jiandae na mechi ya nusu finali ya FA ili usilete visingizio kwamba tulikuwa tuna malalamiko yetu, sijui refa alitunyonga, sijui hivi na hivi, kwa sababu hayo yashapita. Mara nyingi timu kubwa inalalamika mara moja. Sawa? Simba imenyongwa na Beda Dahane, imelalamika mara moja. Umesikia Simba inalalamika sasa hivi ina concentrate na nusu finali. Simeelewa? Hiyo ndo timu kubwa inatakiwa ibehave. Sasa wao walalamika, wasubiri majibu yao, lakini hawana msimamo wa kutoa.